Mkutano wa siri baina ya Askofu Josephat Gwajima na Samia Suluhu umezaa matunda huku kiacha taharuki kubwa nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope. Katika mji wenye shughuli zisizolala wa Dar es Salaam, hali ya mshangao na sintofahamu imetanda ghafla, ikiwa ni baada ya hatua isiyoelezeka ambayo kwa wengi imefanana na kurudishwa kwa kitu kilichokuwa tayari kimezikwa. Siku ya Jumatatu ya Novemba tarehe 24 mwaka huu, serikali imeruhusu kufunguliwa upya kwa kanisa la Ufunuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima, taasisi iliyofutwa ama iliyofutiwa usajili wake miezi mitatu iliyopita kutokana na tuhuma nzito za kukiuka masharti ya kisheria. Hatua hiyo imetokea bila utangulizi mpana, na kwa baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kijamii na viongozi wa dini waliofuatilia mvutano wa muda mrefu kati ya mamlaka za serikali na uongozi wa kanisa hilo, jambo hili limeonekana kama mwanga mkali uliowashwa katika chumba kilichokuwa kwenye giza totoro, kwamba taasisi iliyofungwa kwa sababu zilizoelezwa wazi na serikali ghafla imerejeshwa, si kama uamuzi wa kawaida, bali hatua inayotokana na msukumo, mjadala au mashauriano ambayo hayajafunguliwa kwa umma. Ndicho kisa kilichofungua mjadala mkubwa kwamba ingawa haijathibitishwa hadharani, pamekuwepo fununu za mkutano wa faragha na wa siri kati ya Rais Samia Suluhu Hassan na Askofu Gwajima. Fununu zinadai kuwa mkutano huu ulilenga kuhakikisha kanisa hilo linafunguliwa chini ya masharti maalum. Ingawa hakuna tamko la wazi, mazingira ya kisiasa, harakati za kijamii na muda ambao uamuzi umetolewa vinaibua swali ambalo limeanza kuzungumzwa haswa kimya katika miji mpaka vijijini. Je, mlango huu umefunguliwa tu kwa maelekezo ya kawaida au kuna jambo zaidi lililotokea nyuma ya pazia? Kwa wananchi wengi walioshuhudia kufungwa kwa kanisa hilo mnamo Juni mwaka huu, uamuzi uliashiria hatua kali ya serikali katika kudhibiti kile kilichoonekana kama uvukaji wa mipaka ya masharti ya uendeshaji kwa taasisi za dini. Tangazo hilo limesababisha hisia kali, maombi na marekebisho na malalamiko mahakamani. Kwa miezi kadhaa, waumini walizoea hali ya kufanya ibada bila uhuru wao wa kawaida, wengine wakitawanyika katika makanisa mengine, ili hali wengine wakikaa kimya wakiomba mabadiliko. Kisha bila maandalizi ya umma, Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba alijitokeza Mbezi na kutoa tamko lilobadilisha kila kitu. Na katika ziara iliyokuwa na malengo tofauti, kukagua athari za vurugu zilizotokea Oktoba tarehe 29 mwaka huu, Daktari Mwigulu Nchemba alisimama mbele ya umati na kutangaza msamaha wa taasisi kwa taasisi za kidini zilizowahi kukumbwa na changamoto za kisheria. Hatua hii ilihusisha kuruhusu kufunguliwa kwa kanisa la Ufufuo na Uzima, hatua ambayo ilielekeza ifuatwe mara moja na Wizara ya Mambo ya Ndani. Ilipofikia tangazo la kuifungua kanisa hilo, watu wengi walishangazwa, kwani kwa miezi 4 mfululizo serikali ilikuwa imeshikilia msimamo mkali, na sababu za kufungiwa kwa kanisa hilo zilikuwa zimeelezwa kuwa ni uzito wa ukiukwaji wa masharti ya uendeshaji na kuhusisha masuala yasiyohusiana na ibada. Swali lililoibuka papo hapo, ni nini hasa kilichobadilika? Daktari Mwigulu alitoa maelekezo kuhusu uangalizi wa miezi 6, utaratibu wa karibu utakaoongozwa na Wizara ya Mambo ya Ndani. Alisisitiza kutenganisha makosa ya kiongozi mmoja na haki ya ibada kwa waumini, akisema ibada haina budi kubaki kuwa haki inayoheshimiwa. Lakini hata katika uzito wa kauli hizo, uamuzi huu haujaondoa wepesi wa maswali ya msingi. Je, kanisa lilirejeshwa kwa sababu ya msamaha wa kawaida tu, au kulikuwa na majadiliano yaliyofanyika kidogo mbali na macho ya umma? Kwa wiki kadhaa kabla ya tangazo, kumekuwa na tetesi zisizo rasmi katika mitaa ya Dar es Salaam zinazosema kuwa Askofu Gwajima alikutana na Rais Samia katika mazingira ya usiri usio wa kawaida. Si tetesi zilizotokea mara moja, ni tetesi ambazo zimekuwa zikizunguka kimya katika vijiwe, majukwaa ya dini na majadiliano ya wapambe wa siasa. Hakuna mamlaka yote ilithibitisha uwepo wa kikao hicho, hakuna aliyekiri wala hakuna aliyejitokeza kukataa kwa maneno madhubuti,
Lakini ikiwa kanisa lilifungwa kwa misingi ya kukiuka sheria, na ikiwa msamaha huu umetolewa wakati ambapo taifa bado lipo katika mjadala mpana wa masuala ya haki, vurugu za karibuni na uhusiano kati ya serikali na taasisi za dini, fununu hizi haziwezi kupuuzwa. Muundo wa uamuzi pia umeongeza mvuto wa maswali haya. Kwanza, kufutiwa kwa usajili kulifanyika kwa barua ilionekana wazi kuwa ilikuwa na uthibitisho wa kusudio la muda mrefu. Pili, kesi mahakamani kuhusu uamuzi huu bado ilikuwa kwenye vichwa vya habari. Na tatu, hakuna dalili kwamba kanisa lilipata muda wa kurekebisha kile kilichoitwa makosa yake. Hivyo fikra kwamba pengine palikuwa na majadiliano ya kina, makubaliano ya faragha au masharti mapya yaliyokubaliwa kati ya viongozi hao wawili inapata uzito katika macho ya raia wanaofuatilia mwenendo wa uhusiano kati ya serikali na taasisi zinazokuwa na athari kubwa kijamii. Kwa upande wa waumini wa Ufufuo na Uzima, tangazo hilo lilionekana kama mlango mkubwa uliowekwa mbele yao tena. Kwa miezi minne walikuwa wameishi katika mazingira ya kutawanyika, kukosa heshima na sehemu yao ya utulivu wa kiroho, huku sauti za uongozi wao zikiwa kimya katika majukwaa ya wazi. Na sasa, chini ya usimamizi wa miezi 6 unaotazamwa kwa makini na serikali, kanisa hilo linaingia katika kipindi kipya, kipindi ambacho hakitakuwa tu cha kurejesha ibada, bali kujitathmini upya kuhusu nafasi yake katika jamii, namna ya kuendesha shughuli zake na jinsi ya kuhakikisha akirudi hatua zinazoweza kuhitilafiana na masharti ya uendeshaji wa taasisi zinazotambulika kisheria. Kwa wageni wa jiji na hata kwa wafuatiliaji wa masuala ya dini, kufunguliwa kwa kanisa hili si tukio dogo, ni kitovu cha mjadala wa uhuru wa kuabudu, nafasi ya serikali katika masuala ya imani na usawazishaji kati ya ulinzi wa sheria na heshima kwa utamaduni wa ibada. Kufutiwa kwa usajili wa kanisa la Ufufuo na Uzima Juni tarehe 2 kulikuja baada ya kipindi kirefu cha malumbano kuhusu mahubiri, mijadala ya kisiasa na masuala kadhaa yaliyowahi kusababisha mijadala katika vyombo vya habari. Hatua hiyo ya kulifunga ilionekana na wengi kama hatua ya serikali kusimamia sheria zake bila kuyumba. Na kwa sababu hiyo hakuna aliyedhani kuwa kufunguliwa kwake kungeweza kutokea kirahisi. Ndiyo maana uamuzi wa sasa umeibua hisia mseto, furaha kwa waumini, mshangao kwa watazamaji wa masuala ya dini na shauku kali ya kujua undani kwa wanaofuatilia mwenendo wa siasa za sasa nchini. Hili ndilo swali kubwa ambalo linazungumziwa kimya kimya katika kona nyingi, wakati taifa likiwa bado halijapona kutokana na matukio ya vurugu za Oktoba tarehe 29 na mjadala uhusiano wa polisi, serikali na raia. Ni jinsi gani serikali imefikia uamuzi wa kutoa msamaha wa taasisi ya dini iliyokuwa tayari imewekewa zuio la muda mrefu. Ingawa kauli ya waziri mkuu imefafanua kuwa msamaha umejumuisha taasisi zote zilizokutana na changamoto, hatua ya kutamka hadharani kuhusu Ufufuo na Uzima imetoa tafsiri kwamba huenda suala hilo lilikuwa na uzito wa kipekee. Katika mjadala huu mpana, uwezekano wa kikao cha faragha hata bila ushahidi wa moja kwa moja unaendelea kuwa gumzo. Na gumzo hilo linaendelea kuwa kwa sababu halijatolewa taarifa ya wazi kuhusu mabadiliko ya msingi yanayosababisha kufunguliwa kwa mlango uliokuwa umefungwa kwa kufuli la kisheria. Kwa sasa taifa linasubiri kuona sura mpya ya Ufufuo na Uzima ikiwa chini ya uangalizi wa karibu. Ni kipindi kitakachopima ikiwa usimamizi mpya utaweza kuonyesha kwa kanisa linaweza kuendesha shughuli zake bila kusababisha mvutano wa kisheria. Lakini zaidi ya yote, swali linalobaki ni hili: je, uamuzi huu umeandikwa tu kwenye karatasi za kiserikali au umeandikwa pia katika makubaliano yasiyoandikwa, yasiyosimama katikati ya siasa, mamlaka na imani? Kwa sababu hakuna anayeweza kutoa jibu kamili, lakini taifa linatazama, masikio yameelekezwa na muda pekee ndio utakaoweza kuandika historia kamili ya tukio hili ambalo limeanza kuwa kishindo cha ghafla na linalotarajiwa kumalizika kwa sura mpya ambayo bado haijaandikwa. Ni hayo tuliokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa kama hizi na zinginezo kwa kina. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu
na vilevile kugonga hii alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea taarifa zetu pindi tu tunapoziachilia.